Katika kile ambacho kinaonekana ni trick ambayo imechezwa na Israel, ni kwamba Israel wamefanya mashambulizi makubwa sana pale Lebanon, katika kile ambacho kinaonekana ni ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano kati ya Marekani pamoja na Iran. Na mtakumbuka katika vipengele 10 ambavyo vimewasilishwa, moja ya kipengele ni pamoja na kutofanyika kwa mashambulizi ya aina yeyote ile. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa ni kwamba Iran imetangaza na yenyewe kwamba wako tayari kuanza mashambulizi saa na wakati wowote ule kwenda kule Israel baada ya Israel kuvunja makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Iran imeonya kuwa iko tayari kuanzisha operesheni ya ulinzi wa kiwango kamili wakati wowote kufuatia kile walichokitaja kuwa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaofanywa na Israel, hatua ambayo inaweza kurejesha hali ya vita kama ilivyokuwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa maafisa waandamizi wa Iran, wanasema dunia nzima kwa sasa inashuhudia Israel ikivuruga makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mapema leo. Afisa huyu anaeleza kuwa hatua za Israel zinaongeza hatari ya mzozo kurejea kwa kasi na mzozo kuwa mkubwa zaidi. Anadai kuwa Israel si tu inavunja makubaliano hayo, bali pia imeongeza gharama ya makubaliano hayo kwa Marekani, huku wakiendeleza mashambulizi dhidi ya Lebanon na kulenga pia maeneo ambayo yanahusiana na Iran. Ametoa wito kwa nchi ambazo zinahusika kama wapatanishi kuingilia kati mara moja, akisisitiza kuwa muda umefika wa kuweka nidhamu kwa utawala huu unaochochea uchokozi. Ameongeza kuwa endapo makubaliano ya kusitisha mapigano yatavunjika kabisa, basi Israel itawajibika kikamilifu kwa madhara ambayo yatafuata, huko Iran ikiahidi kumwadhibu mchokozi kwa maana ya Israel. Katika tahadhari nyingine nzito, afisa huyu wa Iran anasema hali ya utulivu wa muda iliyojitokeza baada ya kufunguliwa kwa udhibiti wa mlango wa Strait of Hormuz inaweza kumalizika haraka iwapo ukiukwaji huo utaendelea. Wakati huo, taarifa kutoka mji mkuu wa Lebanon, Beirut, zimeonyesha uharibifu mkubwa kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel ambayo yamelenga maeneo ya makazi ya raia. Leo Iran ilitangaza walichokita ushindi wa kihistoria baada ya vita vya siku 40 dhidi ya Marekani na Israel, wakisema kuwa Washington imelazimika kukubali pendekezo la vipengele 10 lililowasilishwa na Tehran. Moja ya vipengele hivyo ilikuwa ni kusitishwa mara moja kwa mapigano kati ya maeneo yote ikiwemo Lebanon. Hata hivyo, sasa saa chache tu baada ya tangazo kusitisha mapigano, Israel imeripotiwa kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Lebanon, ikiwemo maeneo ya mji mkuu Beirut. Taarifa za awali zinaeleza kwamba mashambulizi au milipuko zaidi ya 100 ya anga imefanywa ndani ya dakika ambazo hazizidi 10, na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba watu wasiopungua 88 wameuawa katikati ya jiji la Beirut peke yake, na wengine wakipoteza maisha katika maeneo mengine ya nchi. Mashambulizi haya yanaelezwa kuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kufanywa na Israel dhidi ya Lebanon tangu kuanza kwa awamu mpya ya mashambulizi mwezi Machi, sambamba na vita dhidi ya Irani. Na hili ndilo ambalo lilikuwa limezungumzwa, na nadhani tulikuwa tumeonya mapema zaidi kwamba Iran wenyewe wakati wanaenda ku ceasefire ni lazima waelewe kila ambacho kinafanywa na Israel, kwa sababu Israel kila ambacho wanakifanya ni kama ukiukwaji wa makubaliano ambayo wao wenyewe walikuwa wamesema wanaingia kwenye hizo agreement za kusitisha hayo mapigano. Na bad news ni kwamba Israel wamefanya mashambulizi katika maeneo mengine ambayo ni ya Iran, na tumeona taarifa ambayo imetolewa na waziri mkuu wa Pakistan ambapo amezungumzia juu ya hicho ambacho kimefanywa na Israel. Amesema ukiukwaji wa sitisho la mapigano umeorodheshwa katika baadhi ya maeneo ndani ya eneo la migogoro, jambo ambalo linaathiri roho ya mchakato wa amani. Kwa dhati na kwa moyo wote ninawahimiza pande zote kutumia tahadhari na kuheshimu sitisho la mapigano kwa wiki 2 kama ilivyokubaliwa, ili diplomasia iweze kuchukua nafasi kuu katika kuelekea suluhisho la amani la migogoro hii. Ni kauli ambayo imezungumzwa na huyu waziri mkuu wa Pakistan, ambapo ameelezea juu ya jambo hilo ambalo limetokea. Na katika uhalisia wake ni kwamba Israel sasa wanaonekana kama wanautaka tena, na wa Iran mmewasikia wanasema wako tayari sana wakati wowote kurudi tena kwenye eneo la mapigano, waende wakamfundishe adui nini maana ya kuwa na nidhamu.
na IDF yenyewe inasema imetekeleza wimbi lake hili baya zaidi, na wanasema ni baya kutokea kuanza kwa Operation Roaring Lion, ambapo zaidi ya maeneo 100 ya Hezbollah yamelengwa. Na mashambulizi haya yameendeshwa kwa takriban dakika 10 tu, yamegonga maeneo mengi kwa wakati mmoja. Beirut imeshambuliwa, bonde la Bekaa, lakini pia kusini mwa Lebanon nako kumeshambuliwa zaidi. Na jeshi limesema malengo hayo yalijumuisha makao makuu ya Hezbollah, vituo vya amri ya kijasusi na miundombinu mingine ambayo imetumika kupanga na kuongoza mashambulizi dhidi ya wanajeshi na raia wa Israel. Lakini pia limesema kuwa limepiga miundombinu inayohusiana na silaha za makombora ya vikosi vya majini vya Hezbollah pamoja na mali zinazomilikiwa na Radwan Force na kitengo chake cha anga. Lakini pia IDF imesema operation hiyo imetokana na taarifa za kijasusi ambazo zimekusanywa kwa wiki kadhaa, na ilihusisha ushirikiano kati ya Operation Directorate, Intelligence Directorate, jeshi la anga pamoja na Northern Command, kwa maana ya kitengo cha operation, lakini pia kitengo cha ujasusi pamoja na kitengo cha kaskazini vilihusika katika kutekeleza mashambulizi. Sehemu nyingine za malengo zilikuwa kwenye maeneo ya raia, jeshi linasema, na wameilaumu Hezbollah kwa kuendesha shughuli zao miongoni mwa raia, na wamesema hatua ziliwekwa kabla ya mashambulizi ili kupunguza madhara kwa raia. Hezbollah imekuwa ikiingiliana na Israel ambayo IDF inasema inasaidiwa na Iran. Mkuu wa majeshi Lieutenant General Eyal Zamir anasema jeshi litaendelea kulenga kundi hilo bila mapumziko. Nikimnukuu anasema, tutaendelea kushambulia shirika la kigaidi la Hezbollah na kutumia kila fursa. Hatuwezi kukubali usalama wa wakazi wa kaskazini kuathirika. Tutaendelea kushambulia bila kusita. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na wa Hezbollah, na kufuatia hiyo ni kauli ambayo imezungumzwa na Waisrael. Sasa kufuatia hicho ambacho kimezungumzwa, Iran wenyewe nao wamesema hivi, kutokana na hicho ambacho kimefanya, sasa wako tayari kuachana kabisa na habari za kusitisha mapigano, kwa sababu wanaamini Marekani pamoja na Israel ni watu ambao wanazungumza lugha moja. Kwa hiyo wanataka na wao waingie front, waende barabarani ili waweze nao kufanya mashambulizi ambayo yanatokana na ni kama kulipiza kisasi. Yani ni kama Iran nao watakuwa na hasira baada ya huyo rafiki yao kuwa ameshambuliwa vibaya zaidi. Kuna watu nafikiri pia asubuhi walitoa tahadhari kwamba Iran hatakiwi kujiachia sana. Yani walisema Iran haitakiwi kujiachia sana kwa sababu wanafahamu michezo ya watu wa Marekani, watu wa Israel pamoja na maeneo mengine. Na tukaona waziri wa mambo ya nje wa Iran akasema hivi kwamba yani pamoja na kwamba hapo wamesitisha mapigano, lakini mikono yao ipo kwenye kitufe cha mabunduki, cha makombora, cha aina yote ile ya silaha kwa ajili ya kukabiliana. Na rais wa Marekani bwana Donald Trump anasema yeye kwamba usitishaji wa mapigano ambao ulitangazwa ulikuwa hauihusu kabisa Lebanon. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Sasa tunasubiri hapa reaction ya Iran itakuwaje baada ya hiki ambacho kimefanywa na Israel. Na nadhani Iran pamoja na Iran sasa hivi ndio wakati ambao anatakiwa kuonesha kwamba ana deal au anawajali watu ambao pia walikuwa wanamsaidia, kwa sababu Iran, Hezbollah, Lebanon wao walikuwa wanapambana pamoja na wengine kama vile wa Yemen, na wenyewe walikuwa wanapambana naye. Kwa hiyo Iran ni wakati wa kuchagua, je, anaingia direct kwenda kupambana kusaidia Lebanon? Lakini hili linaweza likageuka sasa tena kwa Israel. Marekani naye kwa sababu alikuwa anatafuta namna gani ya kuweza kujiondoa katika eneo hilo la mgogoro, Marekani anaweza sasa naye akamgeuka Muisrael, kamwambia bwana, hicho ambacho unakifanya sasa nadhani unavuka mipaka. Kwa sababu always Marekani amekuwa anatamani kusimama katikati kama mediator ambaye amefail. Sasa anaweza karudi tu na hiyo trick kwamba tunaona sasa wa Israel mmeanza kuonesha utovu wa nidhamu, na akiwaambia hivyo maana yake ni kwamba atakuwa amezungumza kitu ambacho kinaonesha kama wao
yani wanaonekana wana huruma fulani hivi na kuelekea kutafuta hayo makubaliano ya usitishaji wa mapigano. I know, na wajua wa Marekani, na hicho ndicho ambacho Marekani atakifanya. Watakondem, watalaumu na watamwambia Muisrael aachane kabisa na hizo habari. Kwa hiyo wakishazungumza tu hivyo itakuwa ni advantage tena kwao kwamba wamefanikiwa kuzungumza na Israel amesitisha hayo mapigano. Although tunasubiri tuone wa Lebanon wenyewe nao watajibu nini baada ya hayo mashambulizi ambayo wameshambuliwa. Endeleeni kutufuatilia, tutahakikisha tunawapa hizi taarifa zote ambazo nyinyi mnahitajika kuweza kuzipata ili mwisho wa siku mwe sehemu ya watu ambao wako updated. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.